Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Mabadiliko Chanya TV, tunakutana katika mwendelezo wa makala kuhusu mkutano wa 30 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi COP 30 uliofikia tamati Novemba 21 nchini Brazil. Anayekuletea makala hii ni mimi Khadija Omali Mazezele. Katika mkutano wa COP 30 uliotia nanga Novemba 21 mwaka huu, tumeshuhudia mijadala mikali hasa Novemba 13 hadi 18, ambapo mijadala kuhusu hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hususan katika eneo la huduma za hali ya hewa. Hatua muhimu katika mkutano huo ni uzinduzi rasmi wa mfuko wa hasara na uharibifu wenye lengo la kusaidia nchi zinazoendelea kukabiliana na athari zinazoweza kuepukika za majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Wajumbe kutoka mataifa mbalimbali akiwemo mshauri wa rais katika masuala ya mazingira na mwenyekiti wa AGN Dr. Richard Mayungi, ambaye amebeba sauti ya Afrika, amesisitiza umuhimu wa COP 30 kuwa ni utekelezaji zaidi badala ya ahadi. Wajumbe wamejadili utaratibu wa uendeshaji wa mfuko huo na namna nchi maskini zinavyoweza kufaidika ili kuwasaidia wakulima ambao ni waathirika wakubwa wa mabadiliko ya tabia nchi kama ukame, mvua zinazosababisha mafuriko, ambavyo vyote vinachangia kuharibu mazao. Makubaliano hayo yametoa fursa kwa nchi kupata kati ya dola milioni 5 hadi dola milioni 20 kwa kila mradi. Katika masuala ya hali ya hewa, wajumbe wamekubaliana kuimarisha mifumo ya tahadhari ya mapema, yani early warning system. Mijadala iliyoongozwa na kundi la Afrika AGN ambalo linaongozwa na Tanzania limesisitiza jukumu la huduma bora za hali ya hewa kama mstari wa mbele wa ulinzi kwa mkulima, ambapo wajumbe walikubaliana kwamba tahadhari za hali ya hewa lazima zibadilishwe kutoka kuwa taarifa za kitaalamu na kuwa ushauri wa kilimo unaotekelezeka. Makubaliano hayo yameitaka jumuiya ya kimataifa kuwekeza katika teknolojia na mafunzo kwa taasisi za hali ya hewa za Afrika ili zitoe utabiri sahihi. Aidha, walijadili na kuafikiana kuwa kuna haja ya kutumia njia rahisi za mawasiliano kama vile ujumbe mfupi wa simu na redio za kijamii kusambaza taarifa kuhusu mabadiliko ya misimu, uhitaji wa umwagiliaji na magonjwa yanayosababishwa na hali ya hewa. Kwa upande wa fedha za urekebishaji, mijadala ilitawaliwa na wito wa Afrika wa kuhakikisha ahadi za fedha zinatimizwa. Nchi za Afrika ziliweka lengo la kupata dola trilioni 1.3 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ifikapo mwaka 2035. Fedha hizi ni muhimu sana kwa mabadiliko ya kiutendaji katika sekta ya kilimo. Wajumbe walijadili umuhimu wa kutoa fedha zinazolenga moja kwa moja kilimo kinachohimili tabia nchi, yani climate smart agriculture, na ujenzi wa miundombinu ya uvunaji maji na umwagiliaji. Hadi hapa sina la ziada, mtazamaji. Nawe ni sehemu ya kipindi hiki. Usiache kulike, kucomment na kushare kwa habari zaidi.